Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu tunalolipata katika Injili ya Marko sura ya 12 aya ya 28 hadi ya 34. Marko anatuambia juu ya mmoja wa waandishi ambao walikuwa wanafuatilia maisha ya Yesu. Anamwendea Yesu aliposikia mjadala kati ya Yesu na Masadukayo juu ya talaka, na akatambua kwamba Yesu amewajibu vyema, na yeye anakuja kumuuliza Yesu akisema, katika amri zote ni ipi iliyo ya kwanza? Waandishi walikuwa ni kundi la kidini kipindi kile Yesu alikuwa anaishi, na kazi yao kubwa ilikuwa ni kutoa tafasiri ya sheria na kanuni ndogo ndogo ambazo zilikuwa zinapelekea maisha ya wana wa Israeli waweze kuishi sawasawa na mpango wa Mwenyezi Mungu. Kipindi hicho watu wengi walikuwa hawajui kusoma na kuandika. Waandishi walikuwa wana kazi ya kuwasaidia watu waliokuwa vijijini katika kuandika mikataba mbalimbali ya mauziano ya mashamba, vile vile pia kuweza kuandika mikataba mbalimbali hadi katika mambo ya mahali. Na kundi la Masadukayo walikuwa ni kundi pia la kidini ambao wao walikataa kwa 100% juu ya sheria ambazo zilikuwa za mdomo, ambazo zilikuwa hazijaandikwa. Hivyo basi waandishi na Masadukayo yalikuwa makundi mawili hasimu, waliokuwa wote ni kundi la kidini, lakini walikuwa hawapendani, walikuwa wana uadui. Huyu mwandishi alipofuatilia mazungumzo kati ya Yesu na Masadukayo, alivyoona kwamba amewajibu vyema, anakuja kwa Yesu, anakuja na swali la mtego. Anamuuliza ni ipi iliyo amri ni katika amri zote za Mungu ni ipi iliyo ya kwanza? Na alikuwa anamuuliza hivyo ili kutaka kumjaribu Yesu. Je, katika mafundisho yake ataenda kinyume na zile sheria na kanuni ambazo Musa alikuwa amezitoa? Yesu anajibu, anamwambia katika amri za Mwenyezi Mungu alizozitoa, anasema hivi, sikia Israeli, au kwa lugha ya Kiebrania Shema Israeli, Bwana Mungu wetu ni Bwana mmoja. Na hii inapatikana katika Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 4. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote. Na katika hii Shema Israeli, ambayo ndio ilikuwa kanuni ya imani kwa kila Mwebrania, kwa kila Myahudi, ambayo waliweka katika nyumba zao, mtu anapoingia na anapotoka lazima atamke Shema Israeli, Bwana Mungu ni mmoja. Wakianza katika ibada zao kwenye masinagogi, ilikuwa lazima watamke neno hiyo, kanuni ya imani, Shema Israeli, Bwana Mungu wako ni mmoja, mpende kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote. Katika kanuni hii ya kumpenda Bwana Mungu, Yesu anaonyesha kwamba kitu ambacho Mwenyezi Mungu anachokitaka kutoka kwetu sisi wanadamu ni upendo. Katika amri za Mwenyezi Mungu, amri ya kwanza mpaka ya 3 inazungumza katika habari za kumpenda Bwana Mungu ambaye ndiye aliyetuumba, na kuanzia amri ya 4 hadi ya 10 inazungumza juu ya upendo kwa jirani. Kama nikimpenda jirani, nitamheshimu baba na mama. Nikimpenda jirani, sitaweza kumuua, sitaweza kupanga mauaji juu yake. Kama nikimpenda jirani, sitaweza kuzini na yeye. Upendo ukitangulia, siweze kumfanya huyu aweze kuwa chombo cha starehe kwangu. Na kama nikimpenda jirani yangu huyu, siweze kumwibia. Na kama nikimpenda jirani, siweze kumnenea uongo. Na baadaye pia nikimpenda jirani, siweze kutamani mwanamke wake au mume wake au mali zake alizokuwa nazo. Hivyo basi, kifungo kikubwa sana ambacho Mwenyezi Mungu anachokitaka katika maisha yetu sisi ni juu ya upendo kwake Mwenyezi Mungu aliyetuumba bila sisi kuweza kutaka, na upendo kwa jirani. Huyu mwandishi anamweleza Yesu kwamba
Umejibu vyema, kwa sababu kumpenda jirani kwa nafsi yako kwafaa kuliko sadaka nzima za kuteketezwa. Tupo katika kipindi hiki cha Kwaresma ambacho baadhi ya matendo mojawapo yanayokazaniwa zaidi katika mfungo wa Kwaresma ni kutoa sadaka. Tuna watu wengi kipindi hiki na ndani ya kanisa utawakuta wanatoa sadaka nyingi katika mambo ya ujenzi, wanatoa sadaka nyingi kwa watoto yatima, wanatoa sadaka nyingi katika mambo mbalimbali, wanatoa sadaka nyingi hadi katika kuweza kukaa na kuweza kufanya maombi, wanajitoa sadaka, wanatoa sadaka nyingi katika muda wao, katika mambo ya kikanisa wanajitoa sana. Sadaka zao ni elfu na elfu, matendo ya sadaka ni mengi zaidi. Lakini katika makundi hayo ya watu wanaotoa sadaka nyingi zaidi ni watu ambao nyumbani kwao asilimia kubwa hawaongei na baadhi ya watu. Kazini kwake haongei na mfanyakazi mwenzake. Kwenye biashara zake kuna watu kabisa hawapigi simu, na kila siku huko kwenye maombi unatoa sadaka zako kanisani. Kwa mwandishi na kwa Yesu, na kwa maneno ya Yesu anayozungumza, anasema kwamba sadaka yako haina maana kwa sababu haina upendo ndani mwako. Ni afadhali ufanye tendo moja tu la upendo ambalo linaendana na amri za Mwenyezi Mungu, na ndivyo utakavyokuwa una thamani mbele za Mwenyezi Mungu. Na Yesu anamwambia maneno haya, anasema kwa maneno hayo ambayo ulikuwa nayo hauko mbali sana na ufalme wa Mungu. Hivyo basi, kama sina upendo ndani mwangu kwa Mwenyezi Mungu na kwa jirani ambao naishi nao, niko mbali na ufalme wa Mwenyezi Mungu. Maombi yangu yote, sadaka zangu zote ninazozitoa, siku moja nikifika mbele za Mwenyezi Mungu ataniuliza ni jinsi gani nilivyopenda, na hataweza kuniuliza ni jinsi gani nilivyotoa sadaka. Mwenyezi Mungu atutie nguvu katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tumpende Bwana Mungu wetu katika mioyo yetu yote. Hiyo ndicho Mwenyezi Mungu anachokitaka na jirani zetu. Na baada ya hapo, katika upendo huu sasa, hebu turekebishe tabia zetu za kutoongea na baadhi ya watu, za kutowafanyia mema wafanyakazi wenzetu na wenzetu katika maisha yetu, na baadaye pia tuwapende, kwa sababu tukiwapenda tunaweza tukawa tunamtii Mwenyezi Mungu na tukawa na thawabu kubwa zaidi mbele zake kuliko kitu kingine chochote kile duniani. Mwenyezi Mungu atubariki na kutulinda, kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.